Jambo la pili, nianze kujitambulisha pia. Kwa majina naitwa Ishaka Uhuru Hemed. Kwa sasa hivi ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam Petroleum Engineering, lakini nilimaliza kidato cha 6 mwaka juzi 2019 mwaka jana shule ya Lumumba pale, na nikabahatika kuwa miongoni mwa wanafunzi waliofaulu vizuri zaidi kwa upande wa Zanzibar. Jambo la pili ambalo tumejia hapa ni kuongea na nyinyi, kuwanasihini na pia kuwatieni moyo ili muweze kujipanga zaidi katika kuelekea kwenye mafanikio yenu. Na natambua kwamba hapa anaongea na wanafunzi wa form 4 na wanafunzi wa form 6. Kwa vile mwenzangu alishaongelea kuhusiana na Greenlight Foundation inafanya nini, kwa hakuna haja ya mimi kuendelea huko. Kwa nitafocus zaidi na wanafunzi wa form 4 na form 6 na mambo ambayo wanatakiwa wayafanye na mambo ambayo yanawahusu wao. Nitaanza na wa form 4 lakini mengine yatachanganyika, lakini baadaye nitazungumza kwa ufupi sana kuhusiana na form 6 specific, kwa sababu mimi nimepitia form 6 kwa nime experience ya mambo. Kwa hiyo kuhusiana na wanafunzi wa form 4 ni kwamba kama tunavyojua tarehe 23 nadhani tunaingia katika mitihani ya taifa, mitihani ya kumalizia elimu ya sekondari ya lazima, kwa sababu cheti chako cha form 6 ndio cheti cha elimu ambacho kinaanza kutambulika tayari. Kwa hiyo katika kufanya hiyo mitihani au katika kuenda huko kwenye mitihani ni kwamba kuna mambo ya msingi ningependa tushare pamoja. Jambo la kwanza ambalo ningependa tushare pamoja ni kuto kukata tamaa, kwa sababu tunajua wanafunzi wengi kifika kipindi kama hichi karibu na mtihani wanakata tamaa, wanajiona kitu ambacho wanacho akilini mwao hakitoshelezi wao kufaulu. Kwa hiyo jambo hilo liondosheni akilini mwenu kwamba wewe jiamini, naomba Mungu akusaidie, na pia fanya juhudi ambazo zitakusababisha utoke katika level ulilokuwepo kuja katika level zaidi. Wiki moja katika masuala ya kielimu ni kubwa sana. Unaweza kubadilisha vitu vingi sana ndani ya wiki moja. Tayari ingawa hutaweza kiwango kikubwa cha hivyo, lakini unabadilisha vitu vingi sana na unaweza kutoka daraja moja kwenda daraja nyingine. Na kutoleni mfano au experience yangu kwamba namna gani unaweza kubadilisha vitu katika wiki moja. Kama mfano nazungumzia mitihani ya taifa inakuwa ina format zake, kwamba katika somo fulani tunatoa kitu hichi kwenye swali hili tunatoa kitu hichi. Kama basic mathematics nakumbuka swali 11 na kwa linear programming. Kwa hiyo katika hichi kipindi hichi unajitathmini kwanza, mimi niko hali gani, na kutokana na hali yako unatakiwa nifanye nini. Kwa hiyo unajitathmini. Kama hali yako ipo chini, anza kucover au anza kushirikiana na wenzako kucover vile vitu ambavyo huvijui na vina uwezekano mkubwa wa kuwemo kwenye mitihani na vinabeba alama nyingi. Anza kucover vitu vile. Na kama huvijui, tafuta wenzako wanaojua tayari. Na natumai kwa vile mko pamoja hapa kwamba hamna kwenda nyumbani, mko boarding school, natumai sana kwa sababu watu wanaosha saa 7 tunakaa school mpaka saa 12. Tunashirikiana, alikuwa hajui anafuata mwenzake, anafahamishwa, tunafanya group discussion. Kwa hiyo vitu kama hivyo mtaviona vidogo, lakini vina effect kubwa sana katika kuwapelekeni nyinyi kwenye mafanikio. Hilo jambo la kwanza ni kuto kukata tamaa. Jambo la pili ni kuamua wewe kama wewe, kwa sababu inawezekana ukakata tamaa, inawezekana ikawa walimu wanafanya jitihada ya kutosha, lakini ikawa wewe binafsi yako moyoni mwako huko serious na ile jambo. Kwa hiyo jambo la pili ni kwamba wewe kama wewe ujitambue, kwa sababu kama mafanikio yoyote yanaanza na mtu mwenyewe. Hata mfano watu wakikusukuma, kama mwenyewe hutaki, hutafanikiwa. Kwa hiyo mafanikio yanaanza na mtu mwenyewe, na mtu mwenyewe anaanza maana yake ujitambue wewe upo katika muda gani, na muda huu unatakiwa ufanye nini, kipi cha muhimu kufanya, kipi si cha muhimu kufanya. Ukishajua hivyo tu basi mambo mengine, na unamwomba na Mungu, mambo mengine yanaenda vizuri kwa uwezo wa Mungu. Jambo jingine ambalo ningependa kulielezea, nishalielezea katika pointi ya mwanzo, lakini nalikazia, ni mashirikiano. Kwa sababu wewe kama wewe huwezi kujitosheleza katika kufanikiwa, lazima ushirikiane na walimu, ushirikiane na wenzako. Mtu ambaye hujui mfuate anaojua, na leo simuone haya. Na kwa bahati nzuri kile kitu cha kuonea haya hakipo, kwa sababu nasoma wanawake watupu. Kwa hiyo sitategemea kama atatokezea mtu hajui kitu lakini anaona haya kumfuata ambaye anajua. Sitategemea kitakuja kutokea kitu kama hicho. Kwa hiyo mashirikiano zaidi. Kwa hiyo hayo ni kwa upande wa form 4. Sasa naingia kwa upande wa form 6 ambao wao wana muda mzuri zaidi, wana muda mwingi zaidi wa kujipanga.
Sasa form 6 kwanza, hii level ya form 6 ni level ambayo pana sana. Maana yake ni kwamba unafanya vitu vingi, unasoma vitu vingi, syllabus kubwa ndani ya muda mchache, ndani ya miaka miwili tu tayari. Sasa nayo ni changamoto kwamba syllabus inakuwa kubwa, lakini muda wa kukava syllabus uliopangwa unakuwa ni muda mchache. Nayo ni changamoto. Lakini natumai kwa vile mko boarding school, walimu wenu wamejitahidi kumaliza syllabus, wamejitahidi kuwaelekezeni na mengine kama practical, natumai itakuwa hivyo. Lakini ninachopaswa kuambia ni kwamba form 6 unatakiwa ujitolee na form 4 pia, lakini form 6 ujitolee zaidi, kwa sababu unawezekana ukawa unasoma mwisho wa siku unaona max unayopata haiendani na nguvu ambayo umetumia katika kusoma tayari. Kwa hiyo natakiwa ujitolee zaidi, na ujitolee kwa namna 2 mpaka 3. Namna ya kwanza ujitolee wewe mwenyewe, namna ya pili ujitolee katika kutafuta, kama ambavyo tunawaambia form 4 kwamba usisubiri kitu ukijui kwamba mwalimu, mfano kitu kishasomeshwa wewe hujakijua basi usisubiri kwamba mwalimu aje akuze kitu gani ukijui. Wewe mwenyewe unajitathmini, bana mimi kitu fulani sikijui, nifanyeje ili nikijue? Hakuna njia nyingine. Form 6 hakuna ukasoma kitabu mwenyewe halafu kando tayari ushajua, si rahisi kitu hicho. Viko vitu unaweza kujifunza kwa namna hiyo, lakini kama topic nzima au kama vitu ambavyo viko potential, lazima utafute mtu akufahamisha, kisha kufahamisha ndio ukajiengeze mwenyewe tayari. Kwa hiyo form 6 mnatakiwa mfanye jitihada ya ziada ili kukava vitu ambavyo huvijui. Mimi nitakutoleeni mfano. Mimi nilipokuwa nasoma pale Lumumba, nilikuwa nasoma combination ya PCM, lakini kwenye chemistry ilikuwa kuna vitu vingi sivijui kwenye chemistry. Lakini nikiangalia kwamba kuna wenzangu wa CBG na kuna wenzangu wengine wa PCM wanavijua, lakini nikiangalia kwamba wa PCM ni hodari zaidi ambaye anajua chemistry, kwa kumpata na kwa shida na watu wengi ambao anawasaidia. Lakini mimi katafuta yule mtu ambaye yuko chini yangu, lakini kwa vile naamini kwamba anaweza kunisaidia, nimemfuata na kanisaidia na ule mchango wake na ile jitihada yangu ya kutaka kusaidiwa na yeye kwa moyo safi kunisaidia mimi, imezalisha matunda. Nakumbuka mpaka nafanya mtihani, niko form 6 wa first term, nimepata S. Mnajua S form 6 Nimepata alama ya S. Nikaitwa na mwalimu mkuu, nikagombwa, mwalimu wa somo akaniita akanigomba, lakini mimi kama mimi nikaamua sasa kutaka kufaulu lile somo. Masomo mengine nilikuwa nafanya vizuri, kutaka kufaulu lile somo. Kwa jitihada yangu ya kwanza nilichukua, nikaangalia kitu gani sikijui, kitu gani nakijua. Vile vitu ambavyo sivijui nikatafuta watu wanifahamishe. Kwa hiyo naongea na nyinyi ili na nyinyi msihisi tabu. Au unawezekana mtu akawa hodari kitu akijui, mwenzake ambaye si hodari anakijua akaona tabu, mimi akanifahamishe yule kilaza. Usione tabu. Wewe ukihisi kwamba mwenzako anaweza kukusaidia, mfuate akusaidie. Mimi kwa bahati nzuri nikapata mtu akanisaidia, na at the end ya matokeo yule mtu tumepata alama sawa ambaye kanisaidia. Sote tumepata alama ya A. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni vitu ambavyo vya kunini mwenyewe, yani uanze kujidhatiti mwenyewe. Ukishajidhatiti mwenyewe utengeneze strategies, mikakati yako kwamba muda fulani nafuata rafiki yangu fulani anisaidie topic hii, muda fulani napitia. Kwa hiyo mtengeneze strategies. Na pia form 6 jambo lingine ambalo nataka niwaseni kwamba form 6 ni level si rahisi sana, si ngumu sana, lakini si rahisi sana. Watu wengi wanakata tamaa. Nakumbuka hata mimi tuliingia form 5 watu kama 220, lakini tuliomaliza mpaka tuna sit for national examination watu 170. Kwa ukiangalia gap hapo watu kama 70 wamedrop, wengine wameacha wenyewe, wengine wamerudishwa, wamefeli. Kwa hiyo ni level ambayo natakiwa usiwe mtu wa kukata tamaa. Tayari wewe pambana kwa uwezo wako, muombe Mungu sana kufanyia wepesi katika mambo yako, shirikiana na wenzako. Hili jambo la ushirikiano napenda kulirejea kwa sababu ni jambo ambalo matunda yake yanakuwa ni makubwa. Jambo lolote ukilifanya kwa ushirikiano, matunda yake yanakuwa ni makubwa tofauti na ukilifanya peke yako. Ili mradi tu ushirikiano wenu uwe uko serious. Inawezekana mkashirikiana, lakini kushirikiana kwenu mkao kwenye discussion mnafanya swali moja, mnapiga story mpaka muda unamaliza. Kwa hiyo ushirikiano uwe wa very serious. Kwa vile tuna muda mchache, nisingependa kuongea mwingi. Kuna mwenzangu na yeye pia to form 6. Alhamdulillah, O level nimepata division 1 ya 0.14 na advanced PCB nikapata 1 ya 0.3. So as
wenzangu walivyosema, nafikiri kaka yenu hapa kazungumza mingi tu. Tumekuja kwa ajili ya kukumbusheni kwa form 4 sasa hivi, manake mzigo tayari, au sio? Sasa hivi ni kufunga vizuri tu kuupeleka NECTA, na kwa form 6 mna muda mzuri wa kujiandaa mbele. So tunategemea mashirikiano yenu, mtuulize maswali mengi. So mimi sitakuwa na kusema mingi kwa sababu naona kaelezea vizuri kaka yenu, na kaka zenu wengine watakuja wataelezea mambo mengi mengine. But all in all, I want to tell you form 4 sasa hivi muda, as he said, muda mdogo, 1 week, au sio? Lakini ukiwa serious ni enough, it's enough. Kwa hivyo la kufanya sasa hivi, manage your timetable vizuri, meaning uipange timetable yako vizuri kuanzia the first alfajiri ukiamka mpaka mwisho unapoenda kulala. So your discussion unapokula, time ya kula, time ya swala, sawa tayari. Kwa hivyo kama discussion fanya time hii, kama mnakula time hii, yes, fanya vizuri, lakini time yako ni sasa hivi ni kitu uinvest sana katika time yako, usikubali kupoteza. So what you do now ita determine future yako. 1 week utasema ni kidogo, siwezi kubadilisha kitu. Kama wengine washakata tamaa, la, unaweza kujibadilisha vizuri, kujipanga company yako, make sure your company iwe nzuri. Hasa kwa hivyo nafikiri mnakaa camp sasa hivi. Yeah. Kwa hivyo camp inaleta na majini wake, kuna influence mbaya, either utapata influence mbaya au influence nzuri. Kwa hivyo ya company iwe nzuri tu. Kwa hivyo kama mna discuss nao vizuri, na discussion zenu ziwe serious, time zenu mmepanga vizuri, make time for yourself kusoma, na make time for discussion. Discussion ni very important hasa huko mnapoenda. Tayari form 4 lengine labda sasa hivi pia Mungu msimsahau sana sana sana. Maanake your study routine isifanye kuwa unamsahau Mungu hata muda wa swala unakupita, hata swala za usiku, hata one day per week haitoku. Mnajua fadhila za swala za usiku. Jitahidi sana katika masomo yako. Kuna factors ndogo ndogo ambazo sio wanafunzi sana tunazidharau, lakini zinatupeleka mbele sana kama wana marafiki mazuri wa kumweka Mungu mwanzo. Obviously, yani katika for every student Mungu wa mwanzo, alafu ndio zije jitihada na Mungu, kwa sababu mwisho wa siku tujijue. Maanake mtu utasema yule anasoma sana lakini kapata hii NECTA, mimi sijui vipi. Yani mwisho wa siku ujiwekee mindset hii, pamoja na nguvu zetu na akili zetu, mwisho wa siku Mungu ndo anatupangia riziki yetu. Kwa hivyo wewe jitahidi but you have to jitahidi to the least, to the most tari, na umuombe Mungu sana, kwa sababu Mungu nawe anakutizama nafsi yako. Kwa hivyo wewe unamuomba Mungu tu upate one, lakini ushow effort lakini mwisho, yani ndio hivyo, you have to jitahidi sana, na wategemee wazazi, yani waambie wazazi wakuombee dua tayari. Na jingine lipi? Mashirikiano, discussion zako ziwe nzuri, wakereni walimu ni resource nzuri tayari. Na mashirikiano yanakuja hivi, so kama wewe unajiona best ukamdharau mwenzako ukasema yule ananipotezea muda, no. Mtu akija kukuambia unifundishe ndo you learn more, au sio? Hata wewe mdogo unajiona sina akili, sawa, but usiseme niende kwa yule atanidharau hivi, la, kwa sababu mwisho siku wewe umekuja kusoma. Huyo ataondoka tu, na wewe itabakia wewe na elimu yako na division yako. Kwa hivyo ukimwonea muhali mwenzako itakuwa wewe ndio mjinga, au sio? Kwa kusoma hamna haya. Kwa hivyo fateni jikereni wenyewe, wakereni walimu wenu tayari. Na la mwisho ilikuwa nataka kusema vipi? Okay, nishasahau, but nilikija nitasema inshallah. O level nimesoma shule inayoitwa Raudha Academy, na advanced level nimemaliza shule inayoitwa Kiponda Secondary School. Nipo hapa kwa ajili ya kuzungumza na wanafunzi wenzangu, lakini kwa sasa nipo chuo kikuu mwaka wa pili, chuo kinachojulikana kwa jina la Center for Foreign Relations, ama kwa maarufu ni diplomasia. Maisha kusoma ni maisha marefu, na tunasema kwamba elimu ni bahari, kwamba elimu haina mwisho. Lakini all in all ni kwamba kwenye elimu kuna changamoto zake, na pia kwenye elimu kuna uzuri wake, maana yake matunda utayapata baada ya kupata elimu.
Sote tumesoma na tulikuwa kama nyinyi, na hapo mlipo natumai mnatamani muwe kama sisi, lakini tambua kwamba kila kitu kinakwenda kwa wakati. Ilifikia wakati nipo shule nilitaka kurukizwa darasa. Wazee wangu wakanambia hatuwezi kukurukiza darasa, kila kitu kinakwenda na wakati. Nikawafahamu. Tukaenda vizuri, nikamaliza form 4 nikafaulu vizuri kabisa. Nikaenda form 6 pia nikafaulu vizuri kabisa. Although sikupata division 1 kote, ilikuwa imebakia nadhani point moja tumepata division 1. Lakini nilipofika form 6 nikamwambia mama, siwezi bado point moja nipate division 1, wacha ninunue tena mtihani ili nirejee nipate division 1. Nikamwambia huwezi, endelea level nyingine. Haikunikatisha tamaa, mpaka leo bado napambana. Lakini kitu cha msingi ambacho nataka kuambia wanafunzi wenzangu, ama siri ya maisha ni pekee, ni kwamba kwanza mtegemee Allah popote unapoishi na popote ambapo unaposoma. Umtegemee nani? Allah. Huyo ndio pekee ambaye anaweza kukupa ukombozi katika masomo yako. Simama usiku, soma dua, swali, mtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka nipo katika masomo yangu form 4, sikuwahi kuacha swala ya usiku hata siku moja. Sikuwahi. Katika kitu ambacho sikuwahi kuacha ni swala ya usiku. Na mafanikio yake nimeyaona. Mazuri yote yaliokuwa yananihusu katika elimu nimekuwa niapata, na yale mabaya yote ambayo labda yalipangwa yanikumbe nimeepushwa nayo. Jitahidini sana mufanikiwe, lakini ikitokezea isikuvunje moyo hiyo. Sawa? Ikitokezea isikuvunje moyo hiyo. You can do that. Things are possible. It is very funny to do impossible. Kwa hiyo I trust you can do that. Mmenifahamu? Kabla hujataka kukaribia kukata tamaa, jiulize kwa nini umeanza. I will share 7 habits of highly effective people. Ili ndio tumalizie hapo. Tabia 7 za watu waliofanikiwa. Nitashare na nyinyi katika kitabu kimoja. Tabia ya kwanza ya watu waliofanikiwa, they are very proactive. Yani if you want to be successful, be proactive. Point ya kwanza, be proactive. Ikiwa na maana gani? Wewe unataka kuwa daktari? Be proactive. Hangaika, soma sana, vitabu vikubwa visikutishe. Mnifahamu eh? Kwa be proactive. Hiyo ndio faida ya kwanza itakayokufanya wewe ufanikiwe. Jambo la pili, begin with the end of mind. Kabla hujalianza mwanzo, fikiria mwisho wake ni vipi. Unataka kuwa daktari, fikiria huko mwisho ugumu wake ni vipi, alafu ndo lianze. Wewe ndio umeshafika form 4 bado wiki moja umeshaanza, malizia. Yani ungekuwa unataka kufeli ulikuwa ufeli pale mwanzo. Do not give up until you win. Usikate tamaa mpaka ukiwa umeshinda. Ile siku umetangazwa tu una division 1 sema oh God nakata tamaa. Si ushatangazwa? Kwa hiyo begin with the end of mind. Yani anza na mwisho wa fikra zako. Nataka kuwa daktari, hapo katikati kuna mambo gani? Then you can do that. Anza kufanya. Point ya 3, put first thing first. Ni watu wa form 4 na form 6 mna mambo mengi sana, lakini watu waliofanikiwa they put first thing first. Vile vitu vyenye umuhimu zaidi ndio wanaviweka mwanzo, halafu baadaye wanafanya vile vya kawaida. Ukipewa beseni hivi kubwa, halafu kuna mawe mengi unaomba ingiza yale makubwa mwanzo. Hata nafasi ikisha, vile vidogo ukivikosa tayari umeshapata vikubwa. Nikiwa na maana form 4 na form 6, zingatieni yale mambo ya umuhimu zaidi kwanza. Kusoma hivi vitu mchezo ni vitu vya baadaye, hata ukivikosa utavipata mbeleni. Kwa hiyo watu waliofanikiwa they put first thing first. Nyingine ni kwamba think win-win. Hawa wamezungumzia kwamba msiweke matabaka, jiungeni, shikamaneni, think win-win. Unapokuwa na shoga yako au rafiki yako, think win-win. Yani yeye afanikiwe na wewe usiweke dhamira kwamba mimi ndo nataka ni wa mwanzo darasani. Form 4 na form 6 hivyo vitu hakuna tena. Tuseme tu sote tufaulu. Sijui umenifahamu? Yaani imagine wewe mwenyewe kuna level watu wote hapa wamefeli, umefaulu peke yako, wewe ndio utajisikia vibaya. Wewe una nini? Kwa hiyo think win-win. Mimi nishinde na jamaa hapo ndo mtasaidiana. Msaidie kusolve swali halijui, hakikisha analijua, na wewe kama ulijua hakikisha mnasaidiana hivyo, msiweke matabaka.
mtafanikiwa. Lakini nyingine ambayo ya tano ni kwamba seek first to understand then to be understood. Yani jitahidi sana ufahamu wewe kwanza, halafu ndo ufahamike. Yani usio wa mwanzo sana kuropoko sana, yani seek to understand first. Na hii inakuja, wasikilizeni sana walimu, muwafahamu kweli kweli, halafu baadaye ndo wakufahamu kwa matokeo bora. Mnanielewa vizuri? Lakini seek first to understand and then to be understood. Lakini ya sita, synergize. Yani synergize inafanana sana na cooperation, collaboration and teamwork. Yani ukitaka kufanikiwa vizuri, nenda peke yako. Lakini ukitaka ufanikiwe vizuri sana, nenda na wenzako. Work together. Shikamaneni, saidianeni, mkimwona mwenzenu hayupo fresh, msaidie mufike na vitu vingine kama hivyo. Sisi ni Wazanzibari, tumeenda kule, tumesafiri, tunasoma kule. Tunahakikisha kabla mtihani kukaribia, tunapiga simu moja moja, huko unaendeleaje? Kuna swali gani lilakupa shida? Yaani mna synergize, mnafanya kazi pamoja. Kufanya kazi kwa mkono mmoja ni sawa, lakini kwa mikono miwili ni sawa zaidi. Ila ya mwisho kabisa, sharpen the saw. Badala kusoma vitu vyote hivyo, noa panga lako. Yaani virejee, vifanyie kazi. Kitu ukikisoma leo, usipokifanyia kazi, ukinoa kisu leo, usipokitumia baadaye kinapoteza makali yake. Kwa sharpen the saw. Na baada haya tunawashukuru sana na Mungu awabariki sana form 4. Mungu awabariki sana. Tumepitia the same case ambayo naelezea wewe. Tumepitia, tumefeli, tunagombwa, tunapigwa, tunataka kurejeshwa, tunatishwa. Kama skuli yetu Lumumba ilikuwa ukifeli unarejeshwa, hakuna mjadala. Na nitakutolea mfano wangu mimi binafsi. Nimetoa, lakini nimetoa kifupi, lakini kwa kueleza zaidi, ili uelewe zaidi hichi kitu na uelewe umuhimu wa kuto kukata tamaa, ni kwamba nikutolee mfano kiurefu zaidi. Ni kwamba mimi nilikuwa ni mwanafunzi wa PCM, na kama kawaida, yani ni kama washajizoelesha wanafunzi kwamba ukiwa PCM una concentrate na physics na hesabu. Maana yake unakuwa ndio shajiri kama mtu wa mahesabu ndio engineer. Chemistry na kwa mara nyingi mtu ana drop mara nyingi, sio mara zote. Kwa hiyo ndio nilikuwa na concept kama hiyo mimi. Mpaka nafika form 6 first terms, nakumbuka mpaka tarehe sikumbuka, lakini nakumbuka mpaka ile event ilivyotokea. Tunapoa matokeo yetu, kwa bahati nzuri hesabu nimepata marks nzuri, nimekuwa kwanza, na physics nimepata marks nzuri, lakini chemistry, tunapoa matokeo ya chemistry ambayo nilikuwa nimelignore kidogo, nimepata matokeo ambayo hayajaniridhisha, hadi mwalimu akanieka kikao na mwalimu mkuu kwamba kwa nini masomo mengine ufaulu vizuri zaidi, masomo jingine ufeli sana. Maana yake nimepata 35 ni yes. Maana yake hapo ukitoa maksi moja tu napata F. Tayari. Sasa mimi kwa vile nilikuwa na moyo wa kutaka kufaulu lile somo, nilichokifanya baada ya kikao cha walimu walichoniweka pale kwamba haiwezekani ufaulu somo hili ufeli kiasi chote hicho, haiwezekani, tunakurudisha. Yani wakaniwekea kama challenge kwangu. Na mimi ile kikao kile nimekichukulia, sijakichukulia kama ni kuonewa, nimechukulia kama ni changamoto. Sababu hakuitwa, nakumbuka kwa walifeli wingi ile somo, lakini katika walioitwa ni wachache sana, na miongoni mwao ni mimi. Kwa hiyo sikuchukulia kama nimeonewa, kwa nini niitwe peke yangu, wengine wasiitwe na wamefeli. Nimechukulia kama ni challenge ya kufanikiwa tayari. Na nimechukulia kama challenge kivipi? Kwa baada ya kile kikao nikaanza kuwatafuta watu wanaojua lile somo. Nikawatafuta, nikapanga nao muda, na kwa bahati nzuri walishirikiana na mimi nikashirikiana nao, na mimi nimeonesha moyo wa kutaka, mpaka ikawa mtu wale wanaonifahamisha akawataka kama yuko busy, nikimwambia tu ambia basi njoo nitaacha kazi zangu utakuja kufahamisha. Kwa hiyo kwa nini akawata hivyo? Ni kwamba mimi nimemuonesha moyo wa kutaka, ni kwamba ananifahamisha, ananikuta na source. Kwa pili tukisolve paper ananikuta najibu maswali. Kwa hiyo alikuwa anaamua kwamba huyu mtu ambaye namsaidia anataka kusaidiwa. Kwa hiyo maana yake kufail hasa katika mitihani ya ndani humu iwe ni kama challenge kwako, na challenge maana yake inahitaji kutatuliwa. Maana yake sasa wewe kama ujenge strategies ambazo zitakusaidia kutatua ile challenge. Na miongoni mwa kitu adhimu zaidi ambacho nilifundishwa na mwalimu wangu tangu darasa la 7, sisahau, ni kwamba ilikuwa darasa 7 tulikuwa tuna mfumo wa kwamba kila weekend tunafanya mitihani ya kujipima. Yaani ilikuwa kipindi kile darasa 7 masomo manne, tulikuwa kila weekend moja tunafanya mtihani. Kwamba alichonielekeza ambacho mpaka leo kinanisaidia ni kwamba katika kila mtihani unaofanya wakati wako wa kusoma,
ni kwamba yale makosa ambayo umeyaona kwenye mtihani, yale ambayo umeyakosa, maswali ambayo umeyakosa, yani jambo la kwanza ukishapata matokeo yako ile mtihani, jirekebishe yale ambayo umeyakosa ndani ya mtihani. Ujirekebishe. Mbona swali hili mmelikosa? Tafuta anayejua, ulijue. Yani jitahidi kila ambacho kimo kwenye mtihani ukijue, mtihani ambao ulichofanya, ili ukija kwa mtihani mwingine usirejee kosa mara mbili. Tayari. Kwa hiyo miongoni mwa kitu ambacho nimejifunza na hicho. Na pia ukifanya kama mnafanya mitihani mingi, hiyo mitihani ambayo mnafanya mingi msijengee kama mnachoshwa, chukueni kama ni changamoto ili muweze kuzoea mambo ya mitihani. Tayari mpaka hapo? Kwa sababu kuna watu wengine hawafeli mtihani kama hawajui. Inawezekana mtu anasoma kwa jitihada nzuri, anajua, lakini kile kitu mtihani kile ikawa yeye hajakizoea, akiingia anawaka tele, na hadi mpaka anakumbuka kikao cha mwisho na walimu wetu shuleni wakati tunakaribia kuingia mtihani wa taifa wa NECTA, miongoni mwa kitu ambacho mwalimu kakigusia ni hicho, kwa sababu walikuwa wanaona wanafunzi mahodari ubaona anaenda kujibu maswali, wanasaidia wenzao, lakini wakiingia kwenye mtihani hawafeli, lakini hawapati maksi ambao wanastahili kutokana na uwezo wao. Na sababu kubwa ya experience yake, wakati ndo anatueleza pale headmaster alisema kwamba ni waka wa watu. Kwa hiyo mjitahidi kuzoea mitihani. Muda mwingine unaweza hata kumwambia mwenzako, nitungie maswali 5 nifanye hapa within a time, alafu unisahihishe kama nimekosea. Yani mnaweza mkafanya japo mambo kama ili kuweza kujizoesha na kujiprepare zaidi na